Wizara hii inasimamiwa katika upande wa Bunge na Kamati ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria. Na katika eneo hili naomba niwahakikishie kwamba kazi kubwa ambayo amefanya Mheshimiwa Dr. Samia, ameendelea kuboresha mifumo yote ya utoaji wa haki na sheria. Mimi ni shuhuda kupitia kamati yetu, tunasimamia zaidi ya taasisi 5 ambazo zinasimamiwa na waziri huyu wa Katiba na Sheria. Tukianza na muhimili wa mahakama, ambapo mmeshuhudia juzi Mheshimiwa Rais akifungua jengo kubwa ambalo ni la kwanza barani Afrika, lakini yote anatengeneza mazingira ili sasa wananchi wake waweze kupata haki ya kisheria na kusikilizwa vizuri. Lakini tunaona katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, waheshimiwa wajumbe, nyinyi ni washahidi, ofisi igawanywa katika taasisi 2, lakini Mheshimiwa Dr. Samia ameongeza kuigawa tena, akaweka ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria, ili sheria hizi ambazo zinakuja kutekelezwa kwetu ziweze kutafsiriwa vizuri. Lakini ukiangalia, mimi nikiangalia kwenye kamati, kwa sababu sisi ndo tusimamia bajeti, unaona ofisi zake zote, tukiangalia tume ya kurekebisha sheria, tume ya haki za binadamu na utawala bora, lakini ofisi ya taifa ya mashtaka, ofisi ya wakili mkuu wa serikali na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, zote rais ameendelea kuziongezea bajeti. Huo wote ni mfumo wa kisheria. Lakini Mheshimiwa Rais hajaishia hapo, akaja na jambo kubwa hili ambalo limetuleta hapa Kagera, msaada wa kisheria wa Mama Samia. Makofi mengi kwake. Ni upendo mkubwa kwa rais wetu kuhakikisha kwamba wananchi wake wanapata haki ile ambayo inastahili. Kama mama yetu, tuendelee kumpongeza, tuendelee kumuombea, tuendelee kumuona ni mbeba maono wa taifa letu. Na katika upande wa sheria, kwa kweli Mheshimiwa Rais ameupiga mwingi, na tuendelee kumuombea, na inshallah pale anapokuja na hitaji lake mwaka huu mwezi Oktoba, basi naomba wote tuweke tiki kwa ajili ya mama yetu Mama Samia ili aweze kuendeleza kazi.